Hii ni Present Truth Loud Cry Ministry. Karibuni katika ujumbe wa wakati. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nachukua nafasi hii kuweza kumshukuru Mungu kwa ajili ya kila mmoja wetu, na wale ambao mnatufuatilia kwenye mitandao, tunawapenda kwa jina la Yesu. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Iwe nawe pia. Nasi ambao tumejumuika hapa Mwiki katika kanisa letu la wana matengenezo, ninawakaribisha, ninawapenda kwa jina la Yesu. Geukia mwenzako, msalamie, mkaribishe kwa ibada kwa niaba yangu. Ni vile siwezi kusalamia kila mmoja wenu, lakini msalamie mwenzako kwa jina la Yesu. Ninawapenda kwa jina la Yesu. Bwana azidi kuwabariki. Asanteni pia wazee wa makanisa na wazee wa kanisa hili kwa sababu ya jitihada ambazo mko nazo kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba kila kitu kiko sawa. Nyinyi ambao mnafuatilia katika nchi mbalimbali na wale ambao wako katika nchi ya Kenya, kuna wale ambao wanafanya ibada kwenye manyumba yao. Karibuni sana katika mafundisho ya mchana wa leo. Wiki hii nzima kumekuwa na mambo ambayo yamekuwa katika mawazo yangu. Wale wamekuwa kifuatilia kwenye mitandao wameona ya kwamba kuna jambo ambalo shetani amelivamia kwa muda, na ni mpango wake katika ajenda zake 5 kulivamia. Leo sifundishi mambo ya unabii na sifundishi mambo mengine ya doctrino Leo tuna deal na mambo ya familia. Na ni vizuri tuweze kuelewa. Nimeangalia runinga miezi kama 2 zimepita. Unakuta shetani amevamia sana familia kabisa. Watu wameangamia, watu wameuana, na wadadisi wanasema ya kwamba nchi ya Kenya ni 80% ni Wakristo Watu wanajaa makanisani. Shetani alikuwa na ajenda ya kuondoa utakatifu wa ndoa na tabia ya Mungu isiweze kufunuliwa. Kumbuka ya kwamba ndoa ama familia ni mbingu ndogo. It is a small heaven. Na hilo ni jambo ambalo shetani analifahamu ya kwamba mimi kama sitaweza kufaulu kanisani, kitu cha kwanza ambacho atanifanya mimi nisifaulu kwayo ni kwangu nyumbani, kwa familia. Na sizungumzii tu wale ambao wameoa na kuoana, hapa. Swala nzima linalohusu mambo ya familia ni swala ambalo linaanzia kwenye mambo ya hata ya kuchumbiana mpaka mwisho ndani. Na kabla sijaomba, ningependa tusome kitabu cha Proverbs chapter 30, the wisest man on earth. Amen. Amen. The wisest man anasema kuna mambo 4 yamemsumbua kuelewa Lakini jambo la mwisho la 4 ndilo tunataka kulijengea hoja. In the book of Proverbs, ukisha soma ninaomba Proverbs chapter 30 anzia verses number 18. Soma 18:30. 30:18. Inasema hivi. Naam. Kuna mambo 3 yaliyo ya ajabu kwangu. Huyo ni Suleiman. Anasema kuna mambo 3 yaliyo ya ajabu kwake. Naam. Kuna 4 nisiyoyafahamu. Na hayo mambo ameongezea nyingine moja, akakumbuka haraka, maana angeisahau ingekuwa ni matatizo. Akasema haya mambo 4 ambayo nimeshindwa kuelewa. La kwanza, mwendo wa tai katika hewa. Hiyo ni subject ya siku nyingine. Ya pili, na mwendo wa nyoka juu ya mwamba. Na hiyo pia ni subject ya siku nyingine, inaitwa the great controversy. Joka ni shetani, mwamba ni Yesu. Mwendo wa melikebu katika bahari. Hata hiyo ni subject ya siku nyingine. Melikebu imebeba watu wa Mungu, inasafiri duniani, katikati ya dunia iliyo na watu. Anashangaa vile ambavyo watu wa Mungu watafaulu. Lakini anapofunga orodha, Sulemani anasema jambo la 4 ni gani? Na mwendo wa mtu. Na mwendo wa mtu pamoja na msichana. Pamoja na msichana. Hilo jambo lilimtatiza. Na ndio jambo ambalo linatatiza jamii hata leo. Si ndio? The way of a man with a maid. It is a mystery because ni mambo ya kiungu. Hayo ni mambo ya divine, ni mambo ya kiungu. Mambo ya kiungu yamehusika katika hayo masuala 4. Tunaomba. Baba wa mbinguni, tunakushukuru tena kwa nafasi uliyotujalia
Tunapoingia katika sehemu hii, tunaomba utubariki na uwepo wako. Wanaofuatilia kwenye mitandao, barikiwe pamoja nasi. Neema yako itutoshe, kwa jina la Yesu tumeomba. Amina. Anasema mwendo wa mtu pamoja na hapa kuna mambo mawili. Huyo mtu anaweza kuwa ni Yesu, na yule maiden anaweza kuwa pia ni kanisa lake, si ndio? The Bible has a dual application. Tunaweza kutoa maana mara mbili kuonyesha jinsi ambavyo Kristo anavyoendelea kulitafuta kanisa lake. It is a mystery. Na watu wake. Ndio naona Paulo anasema, enyi wanaume wapendeni wake zenu. Halafu anatufananishia na Kristo na kanisa. Si ndio amefanya hivyo? Kwa hivyo Solomon azungumzi tu kuhusu mwanaume wa kawaida kama wewe na msichana. Anataka tuelewe ni uhusiano kati ya Kristo na kanisa. Kwa hivyo it is a divine mystery. There is a divine mystery in the relationship between a man and a woman, a husband and a wife, na wale ambao wanachumbiana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema katika Efeso 5 mstari wake ni 25. Wacha nianze na maandiko ambayo tunajua kidogo. The title of my presentation inaitwa hivi: athari za mipango ya kando na wake wengi. Amina. Alafu tutatangaza msimamo wetu kama wana matengenezo. Kuna mambo mengi yanaendelea. Nimesema nini? Athari za mipango ya kando na wake wengi. Mnajua leo tunavyozungumza kuna wana matengenezo wanasimama kwenye pulpits na wana justify wake wengi. Mnajua hivyo? Mnajua hivyo? Kuna maeneo ambayo yameharibika kabisa, shetani amevamia makanisa. Kuna watu wanawashawishi wengine ya kwamba Biblia na roho nabii imekubaliana. Kwa hivyo leo ni vizuri tuweze kutembea katika Biblia, na sisi wenyewe tutaweza hata kuchangia mada hii ikifikia masaa mengine, si ndio? Ili kwamba mbele za kamera hizi tuweze kutangaza msimamo wetu. Sisi wana matengenezo ni upi? Kumbuka Malaki anapomaliza na anapotoa ahadi ya wale ambao watatoa zaka kwa ukamilifu, kuna kitu pia ambacho Malaki anasema kuhusiana na mambo ya familia na jamii. Nitasoma baada ya kusoma andiko. Niko nimepatia andiko gani? Waefeso 5:25. Inasema hivi. Naam. Enyi wanaume wapendeni wake zenu. Yaani mwanamke apende mke wake kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Kwa hivyo Kristo ni mwanaume alivyolipenda kanisa lake. Halafu maandiko yanasema akajitoa kwa ajili yake ili makusudi yalitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Amina. Amina. Nimeanza na ile andiko kwa sababu Paulo anajua anayozungumzia katika uhusiano wa Kristo na kanisa lake, ama Yesu na watu wake. There is a close relationship between Christ and his people, ambayo inafananishwa na Kristo na kanisa, mwanaume na mwanamke. It is a mystery. Unaona, mwanamke anatoka South America na mwanamke anatoka Asia na wanapatana, wanaoana. It is a mystery. Ujui vile walipanda ndege. Nilikuwa naona kwenye news, msichana mmoja amepatana na jamaa kwenye mitandao wiki 2 peke yake. Mama yake msichana anafikiria msichana ako shule hapa MKU University. Ile msichana aliyekufa pale Kisumu, pale Riat, ile shule ya Riat, alipatikana kwa gunia huko kwa shamba ya miwa. Sasa mama anashangaa, msichana yeye anafikiria msichana ako MKU University. Mama anashangaa vile msichana amepatikana maiti yake Nakuru. Kwa sababu mwanaume amemuita. Wamejuana wiki ngapi? Wazee tuko pamoja. Hebu nione wazee ambao kwako kuna wasichana tupu ama wasichana ndio wengi. Anza kujipanga. Jipangeni. The world in which we live is evil. Kalisheni wasichana wenyu chini, wafundisheni the fear of God. Hilo jambo liko na shida. Ukiangalia news ambayo imepita kwa muda, utakuta ya kwamba wasichana kama 3-4 wameuawa na milioni imepatikana kwa gunia because of love triangles.
na ni za shule peke yake. Hizo ni za campuses and colleges. Are we together? Kwa pamoja? Kama nyinyi hamjaona, mimi ndio nilikuwa naona peke yangu. Mmeziona? Mmeziona Kuanzia ile ya MKU kuja hiyo ya Riat, alafu kulikuwa na nyingine ya wapi? Mtoto wa shule huko Nyeri. Si mmeziona na na ndio sababu hii mada lazima tuitangaze. Na kitu ambacho kinasababisha mambo hayo mengi, shetani amevamia ndoa. Shetani amevamia kitu kinaitwa the marriage institution. Amevamia kitu kinaitwa kuchumbiana kule kwa haki. Ameondoa maadili ya Biblia na kweli. Ameleta uasi na uongo. Na niliona hata wale ambao wako kwenye ndoa wameharibu mpango wa Mungu wa ndoa. Sasa tuanze kujenga imada pamoja. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana wa Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Katika Biblia Mungu alipomuumba mwanadamu, kuna watu wanasema ya kwamba men are naturally polygamous. Nisikia mwingine akisema hivyo. Ati kwa kawaida wanaume ndani yao ni watu ambao waliumbwa wapende wanawake wengi. Katika Biblia mwanaume wa kwanza ambaye alijitwalia wanawake wengi, hata baada ya Mungu. Unajua Mungu alimwambia, sikiliza, tuanze na Genesis chapter 3 verses number 16. Anza na hiyo. Genesis chapter 3 verse 16. Amen. Inasema hivi. Ndio. Akamwambia mwanamke, Mungu akamwambia Hawa yule mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako. Nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako. Kisha kwa utungu utazaa watoto. Kwa utungu utazaa watoto. Na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. And your desire shall be upon thy husband. Na maandiko yanasema tamaa yako itakuwa juu ya nani? Ya mume wako. Naye atakufanyeje? Atakutawala. Kama wanaume wangeelewa ile andiko, hakungekuwa na shida nyingi duniani. Wanaume wengi hawaelewi ile andiko. Mungu alimwambia mwanamke tamaa yako itakuwa juu ya nani? Ya mume. Kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya mioyo ya wanawake. Tamaa yake itakuwa juu ya mume wake. Ndio unaona mwanamke atafanya chochote kudefend mume wake. Unajua hiyo? Ni kweli. Unajua hiyo? Hata wale wanamwagiwa acid kwa barabara, alimwagiwa tu. Si mwanamke anajaribu kudefend mume wake kwa sababu tamaa yake iko kwake. Unaona hilo andiko? Hilo andiko linatufundisha sisi wanaume, wakati umeingia katika mpango wa ndoa, kaa na mke wako kwa hekima. Kaa na mke wako kwa hekima. Na wakati unaingia katika ndoa na mke wako, hakikisha ya kwamba tangazo hilo linakuwa la wazi. Litakulinda. Unahakikisha ya kwamba masuala ya kuzungumza na wanawake wengine unaachana nayo. Tamaa ya mke wako iko kwako. Ile siku atagundua unachat na mwanamke mwingine, na wewe umeingia kwa hiyo nyumba unamgombeza, na anasoma simu yako naongea na mwingine vizuri, ndio mwanzo wa mwisho wa mazishi yako mzee. Amina. Amina. Tuko pamoja? Hakuna vile utamconvince. Nampigia kelele na kwa simu yako anaona unachat na mwingine vizuri Ataanza kuwa na wivu. Nitakuonyesha kwa hii Biblia wale walioa wake wawili watatu. Hizo familia zilikuwa na chaos. Kulikuwa na kitu kinaitwa wivu. Wanawake wakikaa pamoja wawili, ndoa moja, kunakuwa na wivu. Nitakuonyesha kwa Yakobo, nitakuonyesha na Rachel na Lea, nitakuonyesha na Ibrahimu na wake zake. Ambao leo watu wanasema huo ulikuwa ni mpango wa nani? Wa Mungu. Hata Ibrahimu alilia na aliishi akijuta kwa sababu katika Biblia Mungu alisema kwa sababu hiyo mwanaume ataacha baba yake na nani? Tafutia ile andiko. Tafutia ile andiko. Iko kwa Mathayo ama Mwanzo? Mwanzo ngapi? Mwanzo 2:24. Soma. Mzee, msomaji soma. Mwanzo, Genesis chapter number 2 verse 24. Soma mtumishi. Inasema hivi. Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na nani? Na mama yake. Mnasikia wanaume? Unapoingia katika ndoa unamwacha baba yako na mama
na mama yako. Kwa nini mama yako ndiye ana control hiyo ndoa yako na ako Kisii? Ako Kisii na yeye ndiye anajua kenye inafanyika kwako. Zia anashika simu anapiga kwako nyumbani. Na kijana yangu hiyo mwanamke ulioa Mmeru, ndio sasa anafanya ulitumia hata pesa. Mwanaume ataacha baba yake na mama yake. Maandiko yanasema naye ataambatana na mke wake, and he shall cleave unto his wife. Ataambatana na mkewe, kisha nao watakuwa mwili mmoja. Maana ya mwili mmoja ni nini? One mind, one character, decision making ni moja, na hii ndio inafanya watu wa dunia wanauana, wanapigana, ni vita kwa nyumba. Maana mama hajui kenye mzee anafanya. Hajui kabisa, anasikia shamba ilishanunuliwa. Haya, umenunua hata ploti. Kai. Hata gari umenunua. Umepaki hapo chini. Mama kwa hiyo nyumba yeye anaitwa passerby, mpita njia. Ndio saa nyingine tunashauriwa wanawake, hata ukienda kuoleka hata mahali hata vitu hazijanunuliwa, nunueni hata pamoja. Unakuja kwa nyumba ambayo kila kitu kilishatengenezwa, unaingia hapo kama doli pa. Changia hata wewe kununua kitu. Ndio Mungu alimwambia Adam, nitakufanyia msaidizi. Hata kusaidia na majukumu mengine. Yeye si puppet. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Hata yeye ako na decision making. Na wanawake wameumbwa wako na hekima. Sisi wanaume kuna hekima ambayo hatuna, wao wanayo. Ndio Mungu anasema ni msaidizi, usije ukamdharau. Paulo anasema kaeni na wake zenu kwa akili. Inahitaji hekima ya hali ya juu. Sijaanza mafundisho, nilikuwa napitia juu. Ama nilikuwa nimeanza? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi siwahubiri tu nyinyi, mitandao iko na watu wengi zaidi. Tuko pamoja? Kwa hivyo ukisikia nikitaja mambo mengine usije ukashtuka na mtumishi hapa mwiki kwani ameona kuna nini? Hapana. Tunazungumza na wale wako online ndio wengi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuko pamoja mpaka hapo? Tuko pamoja Sasa hilo andiko linasema mwanaume ataacha baba yake na mama yake. Na Mungu akasema si vyema mwanaume awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Si wasaidizi, na kuna sababu. Hadithi ama visa vya Ibrahimu, Yakobo na hao wengine vimenakiliwa katika Biblia ndio tuweze kuelewa kwa nini walikubali wasaidizi. Na Mungu alisema msaidizi. Tutasoma mmoja mmoja tuweze kuona kama Mungu alikubaliana na wao. Unaposoma katika Biblia, mwanaume wa kwanza aliyechukua wasaidizi. Wenyewe nilisikia mwingine akisema hivi, Biblia ilisema tuongezeke tujaze dunia. Nikamuuliza, unajaza dunia peke yako? Si watu ni wengi? Si wewe ujaze nyumba yako? Wacha hiyo nyumba nyingine jazo na wengine. Wewe unataka kujaza dunia yote peke yako kwa nini? Na Mungu alisema zaeni muongezeke. Inamaanisha wale wanaongezeka nao wanaendelea kuzaana. Lakini wewe unasoma andiko unafikiria ni wewe. Ndio maandiko yakasema Mungu akamletea Adam mwanamke Hawa. Akamletea nani? Hawa. Wengine wanafanya wrong interpretation. Hawa anafikiria ni Hawa, ati Hawa ni wengi. Anaona ni wengi. Mwanzo 4 mstari wake wa 19. Genesis chapter 4 verses number 19. Biblia inasemaje? Inasema hivi, kumbuka mada yetu. Hii mada tutaichangia saa 8. Na nitataka watu tutangazeni msimamo wetu sisi wana matengenezo. Kuna tabia mbaya imeingia miongoni wetu. Na sio hapa. Mimi siongei kuhusu hapa. Hii mada tutaipambana nayo mpaka mwisho. Hatutaki watu watu mistake sisi. Soma hiyo Genesis chapter 4 verse 19 inasema hivi, ndio Lameki akajitwalia wanawake wawili. Akapewa na Mungu wanawake wawili. Akajitwalia wake wawili. Kuna tofauti ya kupewa na Mungu na kujitwalia. Maandiko yanasema mke mwema utoka kwa Mungu. Wake wema ama mke mwema? Mke mwema. Huyo mwenye alikuwa na wake wengi ni yeye alijitwalia ama ni Mungu alimpatia? Alijitwalia. Alafu jina la wa kwanza ndio ni Ada, aliitwa Ada. Jina la wa pili ni Sila, aliitwa Sila.
Ada akamzaa Yabali. Kisha Huyo ndiye baba yao wakao katika hema na kufuga wanyama. Ndio. Na jina la ndugu aliitwa Yubali. Ndio. Huyo ndiye baba yao wapigao kinubi na filimbi. Sila naye akamzaa Talbakaini. Akamzaa Tubal-Kaini, mfua kila chombo cha kukatia. Tulia. Kwa hiyo mwanaume wa kwanza katika Biblia kujitwalia wake wawili alikuwa ni nani? Lameki. Alikuwa ni Lamek. Alienda kinyume cha mpango wa Mungu. Sasa nitakuonyesha katika Biblia hata kama walienda kinyume cha mpango wa Mungu, kwa sababu Yesu wako amezaliwa Masihi, Mungu alijaribu kulinda the messianical lineage. Mungu alifanya vyote ili aweze kupreserve that seed. Kuna measures ambazo Mungu aliweka kulinda tu ili kwamba Yesu azaliwe, na Yesu atakapozaliwa atatuambia mwanzo Mungu alitangaza mume mmoja na mke mmoja. Yesu atatuambia. Lakini kutoka wakati wa Lamek, Mungu amejaribu kulinda kizazi cha haki ili kwamba Yesu azaliwe tu Masihi, hata kama walichukua wake wengi wengine. Tani kuonyesha mfano. Soma kisa cha Ibrahimu. Kabla hujafika Ibrahimu, soma kitabu cha Mwanzo. Genesis chapter number 29. Soma 16 ndio nzuri kwanza, sorry. Genesis chapter 16. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana wa Sabato. Asifiwe. Ukisoma Genesis ama Mwanzo 16. Genesis chapter 16 verse number 3. Inasema hivi. Ndio. Sarai mkewe Abraham akamtoa Hajiri Mmisri. Akamtoa Hajiri Misri, mjakazi wake. Ni nani alimtoa? Sarai. Ni Sarai alichukua hiyo proposal akampatia mume wake, si ndio? Kweli. Alafu baada ya kukaa usikatekate. Sarai mkewe Ibrahimu akamtoa Hajiri Misri, mjakazi wake. Baada ya kukaa Abrahamu katika nchi ya Kanaani. Endelea. Akampa Abrahamu mkewe awe mkewe. Akampa Abrahamu mumewe awe mkewe. Nani alimpatia Abraham mwanamke wa pili? Sarai. Ni Mungu. Umeona kama ni Mungu Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni Mungu alimpatia Hapana. Si Mungu anaangalia tu, si ndio? Kwa hiyo kuna maamuzi mengine mwanadamu akifanya Mungu hausiki. Na ukitaka kujua ni ukweli, angalia verse 4. Hata Muhammad alipigana na wake zake mpaka akakufa. Alikufa na headache. Qurani inasema ilikuwa ni magombano asubuhi mpaka jioni. Soma hiyo mstari wa 4 usikie. Basi akamwingilia Hajiri. Naye akapata mimba. Kisha naye alipoona ya kuwa amepata mimba. Sikiliza wewe. Alipoona Hajiri yule mke ya kwamba ashapata mimba na yule mwingine hajapata, kitu gani kikafanyika? Bibi yake alikuwa duni machoni pake. Unaona, akaanza kumdharau yule mke wa kwanza, akamuona duni machoni pake. Si ndio? Inaitwa wivu na chuki, ikaanza kwa nyumba. Wewe unadhania Ibrahimu angecontain hiyo vita vya wanawake? Angewezana nayo? Hapana. Angewezana nayo? Amekamata mimba imefika hapa na mwingine hajakamata na wako nyumba moja. Wewe anachukua sufuria akitembea akimringia akienda hivi kuosha. Maandiko yanasema Hajiri akaanza kumuona Sarai ni duni machoni pake. Yaani kwa kifupi akaanza kumdharau, si ndio? Ona hiki. Unajua anasema kwa moyo wake, asemi kwa wazi, angalia hiki na hata kimeshindwa kuzaa. Mungu akasikia. Unajua Mungu anajaribu kupreserve the lineage. Mtu asikudanganye wewe wake mbili. Utaenda kwa kaburi mapema. Hata uwe na pesa ngapi, kitu cha kwanza kinaitwa envy. Huwezi kuzuia. Inaitwa nini kwa Kiswahili? What do you call envy in Swahili? Sio chuki. Chuki ni hatred. Envy ni nini? Wivu. Huwezi kuzuia wivu baina ya wanawake. Hata kama wewe ndiye mchungaji. Bwana asifiwe, acheni tuombeni tuachie hapo. Ukitoka imerudi iko hapo. Na ujue hao ni wawili. Sasa wangekuwa watatu nitakuonyesha Yakobo. Walikuwa watatu, 4. Nitakuonyesha sasa hivi. Uone hiyo vita ilikuwa kwa hiyo nyumba.
Maandiko yanasema akamuona Sarai akiwa duni machoni pake. Na nitakusomea leo nabii. Kuna wana matengenezo leo wanasimama wanasema Ibrahimu alikuwa na wake 2 3 kama Waislamu. Hiyo si kweli. Ibrahimu wako na wake 2, ni Sarai alimpa, Mungu hakumpa wake 2 3. And these things must be clear, my friends. Sasa alipomuona ako duni machoni pake, mstari wa 5 Biblia inasemaje? Inasema hivi, Sarai akamwambia Abrahamu, unaona, akaona yule mwingine anamdharau. Ushawahi kaa kwa nyumba ambayo bibi yako na maid wanashindana? Wewe na wauliza wazee, umewahi kaa kwa nyumba ambayo maid inafika unaona ni kama mke wako anashindana na maid, ni kama ana feel insecurity? Umewahi kufika? Wewe naongea na nyinyi. Mwai mwingine alikuwa ananiambia, mtumishi, unajua hapo kwangu ni kama moto umewaka. Kwani nini afanyika? Unajua yule maid ni kama mke wangu anaona ni kama analeta compare kwa nyumba. Nikaanza kuuliza kwa nini inafanyika kwa hiyo nyumba. Ikiwa sasa huyo ni maid na angekuwa mke mwingine, mke wa pili, si ungeleta zimamoto na GSU hapo? Na kanjo. Si ndio? Kabisa. Na huyo ni maid tu. Anasema ikaliki mke wake anashinda anagombeza maid. Na si maid amefanya chochote, anaona maid anajipodoa anakuwa mrembo, naona hapa ni kama katibu anaweza geuzwa anytime. Si ndio? Kweli. Inaitwa wivu. Wivu hiyo. Hiyo ni ya Mwanzo 3:16. Tamaa yako itakuwa juu ya nani? Ndio naona tunawashauri hata wale ambao ni wanawake walio, ukitaka kuleta maid, enda nyumbani, tafuta wale wa mama ambao ni wakongwe. Wale wakongwe leta kwa nyumba. Wacha huyu akuwe maid Unajua hapo kichwa ngumu, unaenda kuleta kama msichana kingine kanavaa mzuri ati ndio maid. Wewe. Nakwambia ukweli. Mzee, si nasema ukweli. Hiyo chuki na hiyo wivu hautazuia mzee. Ndio maandiko yanasema ini wanaume kaeni na wake zenu kwa akili. Hiyo ni nyumba yako. Maandiko yanasema mwanaume ndiye kichwa cha hiyo nyumba. Wewe ndio unafaa kuangalia conflict itatokea wapi, unaisima. Huyu hafai kuwa maid. Wewe ndio unaamua hapana. Ondoka. Leta mama mkongwe mwenye ameshakuwa na watoto, ni wakubwa, mwenye anatafuta kazi. Huyu ndiye anafaa kuwa maid kwako. Wewe unaleta msichana mwingine anakuwa competition kwa mke wako kwa nyumba moja. Alafu umekaa kwa kiti unaona kama maid kanapita hivi. Anapita akitimiza makali akienda. Alafu mke wako naye amekaa hapo na muangalia, afana kuangalia na kuona, anaangalia hivi. Mzee. Naam. Kama naongea vibaya. Ni kweli kabisa. Si ndio? Hiyo ni kweli. Kuna watu kwa hii YouTube wananifuatilia na jaribu kuleta ujumbe. Kabisa. Katika nyumba ya Ibrahim, angalia. Endelea mstari wake ni wa 6, usikilize vile wivu ya Sarai ilifanya. Inasema, naye Abrahamu akamwambia Sarai, tazama nini mjakazi wako yu mikononi mwako, mtendee lililo jema machoni pako. Sarai akamtesa. Ati Sarai akafanyaje? Akamtesa. Akaanza kumtesa kulipiza kisasi. Umejifungua unajifanya wewe ndio ndume na mimi ndio nilikuleta. Akaanza kumtesa. Nadhania huyo mzee wa imani ni mahubiri ataendelea nayo. Ni mahubiri ataendelea nayo ama kwanza atasote familia yake? Maana mke amekeukia mjakazi, anaanza kumtesa. Wewe niambie ni mahubiri gani utaanza kwa hiyo nyumba? Kwanza ni devotion gani utafanya hiyo mateso ishe? Kwanza kuzima goli. Ni gani utafanya? Na maandiko yanasema Sarai akaanza kumtesa. Angalia hata hizi jamii zinasema ni vizuri kuoa wake 2 3. Hakuna amani iko kwa hizo nyumba. Ni chuki, wivu na kutesana. Wewe ndio ushajifungua, unatuona sisi ni wajinga, hao ni wake wenza wanaongea, mmoja wao anapangiwa njama. Anaudhiwa, anaanza kuteswa na wale wenzake. Bibi, huyo si mpango wa Mungu. It has never been God's design, God's will. Nitakusomea katika Spirit of Prophecy. Kuna sababu ninatoa hili somo kwa sababu wana matengenezo wengi. Maeneo mengine kama Meru na kwingine wameanza kuleta, niseme ni ujinga miongoni mwetu. Wanaweza kusema unajua inafaa tuoe wake wengi. Ati nikioa wake wengi, Biblia imekataa nisikue elder, lakini naweza kuwa na wake wengi. Shindwe. Wengine hata ni watu ambao tumehubiri na wao.
Unaona aje? Wanatuharibia hata jina. Unaona aje? Ni kupotoka. Lazima tutangaze msimamo wetu. Sikiliza. Kitu ambacho kilimfanya Ibrahimu akasikia uchungu zaidi. Teremka na mstari wake ni wa 7. Inaendelea na kusema, malaika wa Bwana akamwonya kwenye chemichemi ya maji. Alikuwa amekimbia, akamwambia nini? Endelea mtumishi. Inaendelea na kusema, malaika wa Bwana akafanyaje? Akamuona kwenye chemichemi ya maji katika jangwa. Chemichemi iliyoko katika njia ya kwenda Shuri. Akamwambia, Hajiri, ndio, wewe mjakazi wa Sarai, unatoka wapi? Na unakwenda wapi? Ndio. Akanena, nikimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu. Tulia. Sarai. Anakimbia. Malaika wa Bwana akakutana na yeye. Mungu anajaribu kupreserve the holy seed. Mungu anajaribu kuleta uwiano, maana Israeli bado haijamleta Yesu duniani. Enda chapter 21 verse 8. Genesis 21. Inasema hivi, mtoto akakuwa. Mtoto wa Hajiri anaitwa Ismaili akazaliwa baadaye. Akaachishwa kunyonya. Alafu inaendelea na kusema, ndio, Ibrahimu akafanya karamu kuu siku ile ya Isaka. Alipoachishwa kunyonya. Kwa hiyo Isaka akazaliwa baadaye, si ndio? Si firstborn ni Ismaili. Kweli. Isaka si amezaliwa baadaye. Akafanya karamu wakati wa kuachishwa kunyonya. Angalia mstari wake ni wangapi? Endelea 9. Inaendelea na kusema, Sara akamwona yule mwana wa Hajiri Mmisri. Akamwona mwana wa Hajiri yule Misri, yule Ismaili. Habari alimzalia Ibrahimu. Akifanya nini? Anafanya dhihaka. Anamdhihaki nani? Isaka. Nikuulize, hiyo gomvi utamaliza aje? Umeletewa kesi. Hawa watoto wa huyu mke wako wananipigia watoto wangu. Kesi imeletwa. Ibrahimu akaambiwa fukuza huyo. Angalia, ukiteremka kama kuna uchungu Ibrahimu aliwahi kusikia ni hii. Aliambiwa na Sarai, sasa fukuza, si mimi nilikupatia, sasa fukuza. Conflict, mzee akachanganyikiwa. The wrong decision aliyofanya. Akaambiwa na Sarai, sasa endelea kusoma. Inasema hivi, kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyu wa mwanawe. Fukuza. Si mimi ndio nilikwambia umzalishe? Haya, fukuza sasa. Maana mwana wa mjakazi hata lidi pamoja na mwanangu Isaka. Hawezi kukaa pamoja, maana ninaona wivu. Anadhihaki mtoto wangu. Amekuwa kichwa ngumu, alikuwa ananidhihaki, sasa amegeukia kijana yangu. Fukuza yeye. Ona na Ibrahimu angeenda kulilia nani? Si alienda kwa Mungu. Mungu sasa nilionyonya. Enda usikie vile amesema. Hapo mwanzo ulisikia vile alisema, ukaingilia Hajiri. Hata sasa sikia vile anasema. Ilikuwa na amani kwa hiyo familia. Ambieni wanaume walio na wake wawili, hawezi kufaulu. Itabidi umeacha, ndio unaona hawezi kukaa hata nyumba moja, anakomboa huko kando na kando. Maana hiyo ni hiyo utaleta GSU hapo. Wengine hata wanaweka fence. Haya, nyinyi watoto kuanzia leo mcheze pande ile mahali mama yenu wamejengewa. Na nyinyi mcheze pande ile, maana umeshindwa kucontrol. Huo si mpango wa Mungu. It has never been God's plan or God's will. Ninasoma katika Spirit of Prophecy. Angalia. Nasoma katika Spirit of Prophecy. Wesley, we are reading from the book inaitwa, nione kama nitazipata kwa haraka. Wacha tutafute ka kitabu hapa tusome. It's 12:06 mapema. Mungu hajawahi kuwa na mpango huo tangu mwanzo. Lakini wale waliojipata katika EP 89.2, EP Eternity Past 89.2, Eternity Past page 89, paragraph yake ni ya pili. Sikiliza kwenye mashauri ya roho ya unabii. Tunaambiwaje? In her old age. In her old age. Katika miaka ya uzeeni wake. Sarai alisema, he has a plan by which the divine purpose. Endelea tu.
might be fulfilled. Aliona kana kwamba ndio mpango wa Mungu utatimizwa, akasuggest nini? That one of her handmaids be taken by Abraham as a second wife. As a secondary wife. Polygamy and ceased to be regarded as a sin. But it was a violation of the law of God. Kidogo. Polygamy had ceased. Ilikuwa imeacha kuonekana kama dhambi, to be regarded as sin. But was a violation of the law of God. Polygamy was a violation of the law of God. Ilikuwa ni kukosea Mungu na sheria zake. Endelea. And was fatal to the sacredness of peace. And it was fatal to the sacredness of peace of the family. Endelea. Abraham's marriage with who? With Hagar resulted in evil. Ilileta mabaya. Resulted in evil. Not only to his household, sio tu kwa jamii yake, but to future generations. Unaona? Mpaka kwa vizazi vyote, kipindi cha mwisho mpaka leo. Unaona? Hata leo kuna watu wanasema Ibrahimu alikuwa na wake wengi. Ninawauliza, Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu alioa mwanamke mwingine anaitwa Ketura. Mnakumbuka? Kweli. Alimuoa Sarai akiwa hai? Hapana. Si Sarai alikuwa amekufa. Kuna watu wanasema Ibrahimu alikuwa na wake ngapi? 3. Tumeona wa kwanza si Mungu alimpatia. Ni nani alimpatia? Sarai. Sarai akasema huyu ni mke wako. Lakini maandiko yanasema she was a concubine. Si ndio? Alikuwa ni mjakazi si mke. Na hiyo ilimletea shida. Baadaye katika Genesis chapter ni ngapi ile? 24 verse what? Sarai anakufa 24 verse 2. Chapter 24. Hebu soma 25 verse 1 kwanza. 25 verse 1 inasema 25 verse 1. Mtumishi. Genesis 25 verse 1. Soma. Inasema hivi. Naam. Ibrahimu alioa mke mwingine. Kuna watu wanasema alikuwa na wake ngapi sasa? 3. Lakini Ibrahimu alioa mke mwingine, jina lake akaitwa Ketura. Alioa wakati gani? Rudi 24 verse 24 verse what? Verse Sarai anakufa verse ngapi? Kisha Ibrahimu alimuoa Ketura baada ya kifo cha nani? Yes, Sarai. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni baada ya kifo cha nani? Yes, Sarai. Cha Sarai. Andiko gani inasema Sarai alikufa? Lazima ikue chapters za nyuma. 23 verse 2. Amen. Sio 24 verse 2. 23 verse 2. Soma. Basi umri wake Sarai ulikuwa miaka 120. Alikuwa na miaka 120. Na 7 ndio umri wake Sara. Kisha Sara akafa katika Kiriath Arba Hebroni, katika nchi ya Kanaani. Ndio. Ibrahimu akaja kumlilia Sara, ndio, na kumwomboleza. Asante, tulia. Baadaye akamzika. Swali kwenu. Ibrahimu alioa mke mwingine wakati Sarai alikuwa hai ama wakati Sarai alikuwa amekufa? Wakati Sarai alikufa. Leo kuna wana matengenezo wanasema wanaweza oa mke mwingine wakati mke mwingine bado ako hai. Sisi hatuko hapo. Warumi 7 mstari wake ni wa 2. Hatuko hapo mzee. Na nitakuonyesha kwa roho nabii. Kuna jamaa mmoja alikuwa anaoa akiwacha. Dada White akasema kanisa imuache sasa. Akiingia mbingu aingie kwa njia yake mwenyewe. Asihusishe hakuna bodi inakaa tena. Hata akajibatize. Takusomea sasa hii iko kwenye testimonies on sexual behaviors. Akasema if he must enter heaven, it is by his own means without the church. Tusihusike hapo mzee. Tusihusike. Unaamua kesi ya mtu mwenye yako na mke wake na ameenda kuoa kichwa ngumu. Dada wote anasema breaking the 7th commandment is not a sin of ignorance. Ni watu wamepanga. Nana wale walijipata kwa lodging. Yule jamaa wa KBC na msichana. Si wamepanga kwa muda mrefu. Sio jamaa ako na mke wake. By the way, walijipataje huko? Unaweza kuta walipanga hata mwaka mzima, wanapanganga tu pole pole. Ilianza aje?
ilianza na flatteries The married man anafika kwa ofisi, anasahau ya kwamba ameolewa ama ameoa. Anaanza kucheka na mwanamke mwenye analeta chai, secretary akimwambia you are very smart, beautiful today hey, you are killing us, si ndio? Na ndume ameoa kabisa. Na msichana anasikia mzuri na kwake mume wake amwambiangi yako smart, si ndio? Ndio imada iko na mambo mengi. Imada si mchezo Wanaume, mara ya mwisho kumwambia mke wako uko smart ilikuwa lini? Leo barikiwa. Ilikuwa lini? Na hii ndio kanisa moja tunaona kila mtu yuko serious. Shida yenu ni gani? Very serious Mara ya mwisho ilikuwa ni gani? Mzee, mwalimu mke wako, my wife you are very smart Wale msichana mwenye anauza chai huko kwa ofisi, secretary, ndio na shida ukiambia ako smart. Na mimi siwaambii nyinyi. Nafikiri mnanielewa mnielewe. Hii mada tuielewe. Naona walianza kupanga. Wakapanga kila siku anatoa flatteries. Mwanaume anasahau ya kwamba ameoa. Anaanza kuentertain another lady. Muda mchache anajikuta wamepanga kwenda out. Ukitembea hii town, Nairobi town, tembea jioni. Nyinyi, tembeeni jioni. Mimi nimefanya investigation Ukianza kupita Luthuli Avenue, hizo maavenue zile ambazo ziko na mahoteli juu Panda juu, piga survey utakuta meza zimejaa wanaume wako na matai na masuti wanakula sapa. Na ukiangalia wanakula na kina nani? Wanakula sapa na wasichana wadogo tu. Those university students wale tunapata kwa gunia. Ndio hao. They are taking supper na wanamaliza kwa sababu kwake nyumbani ni chaos. Anamaliza vizuri, wanacheka na wasichana, anamzindikisha, hata anampatia hata pesa, wanasema bye sweetheart, alafu anaenda zake. Anafika kwake, anakuta mke wake yako hapo, hawaongei, ananuna. Naona ama wengine hata wanajifanya wanampenda mke wake lakini si kweli, yako na mpango ya kando. Neto secret communications with the ladies Wana maintain hizo secret communications. Are we together? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Muda chache unasikia wamepanga, wanapatikana kwenye hotel room, wanafumaniwa, mwingine anashindwa kwenda Kasarani, inabidi ametafuta mambo mengine, alafu inakuwa ndivyo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Si kama unanielewa mzee. Sasa tuendelee Tuko pamoja? Unajua tumefika kipindi ambacho kuna mambo lazima tuyazungumze, watu wa Mungu. Haya mambo yanatu affect sisi kama jamii. Nilikuwa naongea na mtumishi mmoja nikamuuliza tufanye aje. Why is it that university students wanapatikana katika love triangles? Msichana ameenda first year shule. Kwanza huyo mama wakawangware bwana, hiyo kitu kama ungeiona, wangapi umeona hiyo kitu bwana kwa NTV? Mama wakawangware hapa bwana. Amezika mtoto bwana. Msichana ameenda first year. Mama anasema mimi kazi yangu ni ya kuuza mahindi. Mimi nilikuwa namlipia msichana wangu school fees. Hati ya juu vile alifika Nakuru. Msichana amepatikana kwa gunia amekatakatwa Nakuru. Na mama walimwacha shule Mount Kenya University huku Thika. Hajui. Mama analia machozi. Single mother. Msichana wa pekee ameuawa, amekufa na ameenda. Kwa nini? Msichana anaingia university, anaanza kuplay wanaume anakuwa na huyu, anapendwa, anakaa. Sikiliza, mwanaume hata kuacha. Lazima uwe na adabu. Lazima uwe na heshima. Lazima uhakikishe ya kwamba wewe kama msichana uko na heshima, uko na adabu. Anaweza kuwa na multiple partners. Anaweza ku-entertain strangers. Niliona mwingine mpaka wanaenda kunywa pombe kwa bar. Hii njia ya kwenda Meru hii, Chuka University, hapo ndio tunapita sana na hao watumishi saa 9 tukienda mikutano kule Meru, makanisa. Ukipita hapo Chuka University saa 9 Friday, si tunaenda usiku ndio tufike by 5. Utaona mambo ya ajabu. Na ni wasichana wadogo 20 years 21 ni walevi kwa barabara na wanaume. Na si mmoja, si wawili, si watatu. Wameacha wazazi Homa Bay, Nyamira na kwingine. Mama anafikiria ako shule, kumbe yako katika mambo mengine. Ako kwenye pombe, ako kwenye mahusiano.
na wako katika mambo ambayo Mungu alikataa tangu mwanzo. Turudi kwenye Biblia. Ulikuwa kwenye andiko ama ulikuwa kwenye nukuu? Romans chapter 7 verse 2. Kwa hivyo Ibrahimu alioa mke mwingine baada ya kifo cha nani? Cha Sarai. Ieleweke, sisi wana matengenezo hatuko kwenye mpango wa kusanction marriages which are called polygamous marriages. Hatuko hapo. Ukisikia mwana matengenezo wanasema ati sisi tunaoa wake wengi, mwambie hiyo ni nyinyi, sio sisi. Sio sisi. Soma hiyo. Warumi 7, Romans chapter 7 verse 2 inasema. Sababu inasema kwa maana nini? Mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati alipokuwa yu hai. Wakati mwanaume yuko hai, mwanamke yuko hai. Endelea. Bali akifa yule mwanaume akifa, amefunguliwa ile sheria ya mume. Endelea mtumishi. Inaendelea na kusema basi wakati hawapo hai mumewe, wakati mume wake yako hai, kama akiwa na mume mwingine, akienda kwa mume mwingine, hata mwanaume kama mke wako wako hai na wewe uende kwa mke mwingine, huitwa mzinzi. Utaitwa mzinzi. Ndio nao Waislamu wanatuliza mpaka leo. Mnasema Ibrahimu alikuwa mzinzi. Hatujasema. Ibrahimu alioa mke mwingine baada ya Sarai kufa, na mwanamke aliyepewa Ibrahimu hakupewa na Mungu. Yule aliitwa mjakazi, na ilikuwa ni shida na taabu na huzuni kwa hiyo familia. Twende kwa Laban. Soma kwanza kitabu kinaitwa EP 52.1. Eternity Past, page 52, paragraph number 1. Page 52, paragraph number 1. Eternity Past 52.1. Ndio. Alafu tuenda spiritual gifts, tumalize na Abraham vizuri Sasa soma hapo kwenye kitabu kinaitwa, nimesema kitabu kinaitwa EP. Soma hiyo. Inasema hivi, polygamy had been early introduced contrary to what? To the divine arrangement. Polygamy had early been introduced contrary to divine arrangement. Ni watu wali-introduced. Lamech ndiye ali-introduce, sio Mungu. Soma usikie. The Lord gave Adam to one wife. But after the fall of man, men chose to follow their own sinful desire. As the result, matokeo, crime and wickedness rapidly increased. Crime and wickedness rapidly increased. Amina? Crime Kwa hivyo crime nyingi ambazo tunaona leo zinatokana na nini? Polygamous marriages. Damu ambayo Mungu hajakusudia iwe duniani. Maana inatokana na envy. Inatokana na wivu. Unaweza hata watoto wako na wivu na envy. Crime and wickedness inajaa dunia. Twende kwa Jacob. Tunasema Yakobo alikuwa na wake wengi. Ukisoma ndani ya Biblia, Safiri. Mesema tunasoma kitabu gani? Genesis kitabu cha Mwanzo. Genesis chapter number 29. Genesis chapter 29. Chanifike, ni confirm. Ninasoma kuanzia mstari wake. Kumbuka yule ambaye anaitwa Laban, baada ya Yakobo kufanya kazi, nikuulize, Yakobo alifanya kazi miaka ngapi ndio apate mke? Yapate mke 14 umetoa wapi? Mimi nimuulize swali rahisi. Alifanya miaka ngapi ndio apate mke? Kwa hiyo alikusudia kufanya miaka ngapi? Alipogundua amedanganywa akapewa dada. Sawa? Leo kuna watu wameoa dada. Umekutana na mtu ameoa madada wawili na anaquote Old Testament. Hiyo ndio vitu nataka nifundishe hapa Najua mimi nilioa mapacha. No, uko na damu mbaya. Tunajua
Si kama Korini wanafanya hii kitu. Huko kwetu Lejo Maria wanafanya. Ati unajua brother yangu bibi yake alikufa, sasa lazima niingie hapo nimsaidie. Hapana. Hizo ndio vitu nataka nisome niziweke clarification kidogo Wakorino hawana. Nafikiri ni dini zile za huko kwetu. Na baadhi ya Wakristo pia wanaamini hivyo. Ya kwamba huyo ni Biblia inasema. Ndio mke wako. Mke wa ndugu yako. Anza na huyu anaitwa Yakobo huyu. Yakobo alifanya kazi miaka 7. Akapewa mwanamke Labani akamfanyia ukora akampatia msichana ambaye hakutarajia. Alipoamka asubuhi, si huyu. Haya. Hapa kwetu hatupatianagi mdogo kabla ya mkubwa. Kuna mama niliuliza hiyo swali, wewe umeshika hapa, huyu msichana mdogo wako tayari, huyu mkubwa hata hana habari. Huyu mdogo hata hao. Ati hapana, hiyo ni mambo ya mila yetu. Ni sawa. Kuna mambo ya uzima hapo. Unakuta kindume kimekaziwa hata akiwezi kuoa. Ati mila yako inasema yeye ni mdogo. Na ilikuwa ni mambo ya Israeli. Kuna sababu Mungu aliweka hizo vitu. Na mambo ya the firstborn. Kuna sababu Yesu wako amezaliwa Masihi, alikuwa amezaliwa. God was simply preserving the holy seed. The holy seed was not yet brought forth. Mbegu takatifu itakayomleta Yesu. Bado Yesu wako amezaliwa. Kuna mambo Mungu aliweka katika Israeli as a nation. The law of the firstborn. Na kuna maandiko mengi katika Leviticus nitakusomea. Mungu alikataa. Alikuwa anatoa fununu ya kuleta hoja ya kutokubaliana na hayo mambo mpaka Yesu atakapokuja. Ndio na Ezekiel anasema nitavua, nitatoa taji, nitatoa mpaka atakapokuja yeye ambaye miliki ni yake. Yesu atakapoinuka ataweka mambo sawa na atatutangazia mwelekeo ni gani. Halafu Mafarisayo wanaenda kumjaribu. Mwalimu, tumesoma katika Torati Musa alisema tupeane talaka, wewe unasema aje? Hapo ndio ninakuja. Na ile nyingine ya mwanamke mwingine ameolewa na wanaume 7, wanaenda kujaribu Yesu. Ati huko mbinguni mume wake atakuwa nani? Hizo vitu mtazisoma saa hizi. Jesus did not major on those issues because they were focusing on Israel as a nation. Na zilikuwa zinaangazia Masihi atakayekuja. Yesu wako amekuja. Haya, soma andiko nimekupatia. Nimekupatia kweli andiko? Bado. Genesis 29 verse. Soma verses number 6. Soma verses number, ukianzia nyuma zaidi soma verse, anzia verses number 15. Inasema hivi 15. Labani akamwambia Yakobo kwa sababu endelea tu. Labani akamwambia Yakobo kwa sababu wewe ni ndugu yangu, basi je, unitumikie bure? Ndio. Niambie mshahara wako utakuwa nini? Labani alikuwa na binti wawili. Unaona? Jina la mkubwa ni Lea. Hata usiendelee na hiyo story, tunataka kuokoa muda Baada ya kudanganywa akasema si huyu nilikuwa nataka endelea verse 27 sasa. Akaambiwa timiza siku zake huyu mwingine. Hii inasema hivi, timiza siku zake 7. Nasi tutakupa huyu naye kwa utumishi. Atakutumikia miaka 7 mingine. Utakao nitumikia miaka 7 mingine. Yakobo akafanya hivi, akatimiza siku zake 7, naye akampa Raheli binti yake kuwa. Nani akampa? Labani. Ngoja kidogo. Nani alimpatia huyo mwanamke awe mkewe? Labani. Bubutu kusema ni Mungu. Haya. Vita vikaanza kwa nyumba Mmoja anaanza kuonea mwingine wivu. Vita hivyo hutazuia. Angalia sasa. Acha nikuonyeshe. Ukiendelea na mstari wake ni wa 30, nasema akaingia kwa Rahel. Hii inasema hivi, naye akampenda. Akaingia kwa Raheli, naye akampenda Raheli kuliko Lea. Sikiliza, ati akafanya nini? Akampenda Raheli kuliko Lea. Na wanaume mnafaa kuelewa hizi vitu Hakuna vile utapenda wanawake wawili, haiwezekani. Ngumu. Si hata huyu ni patriarch. The patriarch Jacob. Biblia inasema and those things have been written for our admonition. Hayo mambo yameandikwa ili kutufundisha
Maandiko yanasema akampenda nani? Raheli kuliko Lea. Aya, kwa nini? Na alikuwa anaongea na Mungu, mbona hakupenda wawili pamoja? Draw. Mbona anaonyesha partiality? Kwa sababu tayari alikuwa nje ya mpango wa Mungu. Huwezi kupenda wake wawili pamoja, huwezi. Na hiyo itaelekeza wivu na chuki, itaanza kwa hiyo nyumba. Hata devotion ya utatoa hapo. Watu wanapiga magoti ya kiomba, anafungua macho, anaangalia bibi mwenza na macho ndio ule. Bibi wa kwanza anaomba kimoyo moyo. Huyo mtoto asifike hapa. Tiako na silent prayer request. Kumbe silent yake request ni huyu mwingine akufe. Na wewe huna habari. Endelea na ile andiko. Inaendelea na kusema, Bwana akaona. Nani akaona hiyo nyumba iko na shida? Bwana akaona ya kwamba Lea hakumpendwa. Unaona? Bwana anajaribu kuleta hizo vitu ziwe sawa. Anajua huyu ni mwanaume na hawezi kupenda wake ngapi? Bro, hawezi. Wake ngapi? Wawili. Kuna ndugu mwingine hapa anasema, si niko na pesa, si nitawapatia. Nani alikwambia mwanamke anataka pesa zako? Nani alikwambia? Bwana Yesu asifiwe. Nani alikwambia mwanamke utaka pesa zako? Hizo ni zako. Wewe panga vile unanunua maploti na uko na magari, hiyo ni yako. Yeye Kenya anataka ni upendo wako, undivided attention. Si nilikusomea andiko lingine ama ilikuwa ni kanisa lingine nilikuwa huko? Ilikuwa ni andiko gani hii nilisoma? Hebu hiyo nitaikumbuka kweli. Samson na Delila. Unakumbuka? Kuna kitu wanawake wanajua. Na Laban alijaribu Jacob alijaribu ikashindikana. Mungu akaona ya kwamba kuna mmoja hapendi. Hawezi faulu. Niko na pesa. Mwanamke hata umpatie 1,000, chukua ndio hizo. Hiyo itaisha na hiyo si ati hiyo pesa ndio nataka. Biblia inaonyesha katika Judges chapter 13. Nimesema kitabu gani? Utarudi hapo Genesis umekamata mahali tuko nasoma Lakini tuone Judges. Judges, nimesema Judges chapter ama ni 14, wacha nione. Judges chapter number 14. Wapi ile andiko? Ni chapter? Judges chapter? Wapi unakutana na Delila? 16 Amen. Judges chapter 16 verse 13. Amen. Amen. Judges chapter 16. Judges chapter 16. Soma verse 15 specifically. Na usome polepole na vizuri. Inasema hivi, wewe wanaume sikieni, twende. Ikawa siku ya 7. Judges 16 verse 15. Judges 16, Waamuzi 16 15. Inasema hivi, mwanamke akamwambia, wawezaje kusema na kupenda? Mwanamke akamwambia huyo mwanaume, unawezaje kusema na kupenda? Na moyo wako haupo pamoja nami. Na moyo wako haupo pamoja nami. Kwa hiyo mwanamke ndiye ajue unampenda. Kitu gani kinafaa kufanyika? Moyo wako. Yeye angalia pesa zako, ati nakupenda, chukua 10,000. Anatafuta moyo wako, unaenda wapi? Your divided heart iko kwa nani mwingine? Hiyo ndio Bwana aliona Yakobo hafanyi. Bwana akaona Lea anadharauliwa na Rachel. Bwana akaona mmoja hapendwi. Na hiyo haikuwa mpango wa Mungu. Mungu alisema kwa sababu hiyo mwanaume atamwacha mke wake na mume wake na atambatana na mke wake na watakuwa mwili mmoja, atampenda mke wake. Alipoona ampendi, endelea sasa katika sikiliza, hiyo andiko nimetoa ya Judges chapter 16 inaonyesha mwanamke katika Biblia anatafuta moyo wako uwe kwake 100%. Sisi tunampatia pesa na bado unachati na mwanamke mwingine.
Inaitwa mpango ya kando. Hauwezi kufaulu my friend. Na ni vizuri umwambie mapema kuna mpango ya kando, maana akigundua utatoka kazi ukute ufungue kwako ufikirie umeingia kwa jirani. Amefagia kila kitu na umesikia hizo kesi. Hati mimi nilikuja nikakuta ameenda na kila kitu. Kwani mwanamke ni kichaa aende na kila kitu? Sikuna kitu ameona unafanya na yeye akaamua aende na ameona umemgawa mara ngapi? Umegawa upendo mara ngapi? Ati love squared. Umepea huku na umepea huku. Mungu akaona Yakobo hajapenda mmoja. Alafu wewe ndio unakuwa na waine. Hata Sulemani alikuwa na zaidi ya 800. Ikamchanganya hata akili. Rudi huko kwa Genesis. Rudi kwa Genesis. Tuko nasoma Genesis chapter, nikumbusheni? 29 verse 31. Soma. Inasema hivi, Bwana akaona ya kwamba Lea hakupendwa, naye akafungua tumbo lake, bali Raheli alikuwa hazai. Endelea. Lea akapata mimba akazaa mwana, kisha akampa jina lake Reubeni. Nataka uangalie hiyo competition imeanza kwa hiyo nyumba. Huyo mke mwingine anakuja anaangalia nyumba ya mke mwingine wa kwanza. Anaangalia ni nini iko hapo, ni TV. Size gani? Anapima mpaka na macho. Hiyo ni 65. Na yeye ananiletea gani? Poti compare inaanza. Wako na wivu. Angalia huyu ameona mwingine amejifungua, endelea usikii. Inaendelea na kusema, maana alisema kwa kuwa Bwana ameona teso langu, sasa mume wangu atanipenda. Akapata mimba tena akazaa mwana. Mungu wa pili, akasema, kwa kuwa Bwana amesikia ya kwamba mimi sikupendwa, amenipa huyu. Akamuita jina lake Simeoni. Haya, akamzaa mwingine akamuita Simeon. Haya, verse 34 akazaa mwingine akamuita jina lake Lawi. Verse 35 akapata mimba tena akazaa mwingine akamuita jina lake Yuda. Unadhani wa kwanza anaangalia tu, si ndio? Yule mwingine anacheka amefurahi, wageni wamekuwa wengi, si ndio? Hapana. Enda chapter 30 verse 1. Soma. Hii inasema hivi, naye Raheli alipoona ya kuwa hamzalii Yakobo mwana. Alipoona ya kwamba hamzalii Yakobo mwana na ule bibi mwingine amezaa. Raheli alimuonea ndugu yake wivu akamwambia Yakobo. Haya, soma pole. Raheli alimuonea ndugu yake wivu, akamwonea ndugu yake wivu. Hiyo wivu utatoa aje? Kama ilikuwa ni mpango wa Mungu, mbona anaona wivu? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama ilikuwa ni mpango wa Mungu, mbona maandiko yanasema akaona wivu? Wivu anatoa wapi na ni mpango wa Mungu? Mtu awe na wake 2 3. Mbona wivu anatoa wapi? Huo si mpango wa Mungu. Alipoona wivu akafanyeje? Endelea. Hii inasema hivi. Akamwambia Yakobo, nipe wana. Hata mimi nataka watoto saa hii. Si wewe mwingine umempatia kama 4, hata mimi nataka. Kwa mpe imeanza. Unadhania watapendana? Hapana. Wanawake watakuwa na hadi wakisema Bwana akubariki sana, asante Mungu amekubariki. Endelea kufanya kazi mzuri. Watakuwa wanasalamiana vizuri kwa corridor ama wanapita na makarai wakigongana na shoulders. Pua, wewe si utembeege ukiangalia mahali unaenda ama ujui nyumba yako. Mavikombe zinaanguka na huko. Hata una adabu. Na huyo mwingine anakimbia analilia mume wako, akienda kujipendekeza. Yule mwanamke amenipiga saa hii. Ni mahubiri utakuwa unapanga ama ni kesi za kusuluhisha za mke mwenza? Si ni kesi? Nao ni sisters, na ndio katika Biblia baadaye Mungu akapiga marufuku mambo ya sisters. Usioe sisters bwana, achana hiyo vitu. Takusomea kwa Leviticus. Mungu aliweka taratibu. Usifunue uchi wa usioe dada yako. Na kusomea Mungu akaweka utaratibu. Iko ziko kwa Biblia. Maana aliona, sikiliza, kuna andiko hapa kidogo. Umeona Hebu endelea kusoma nione kama nitalikumbuka kwa haraka. Inasema hivi. Akasema, nipe wana. La sivyo, nitakufa mimi.
Yakobo akamgaribikia Raheli, akasema, je, mimi ni badala ya Mungu? Akafanya nini? Akamghadhabikia. Mbona naghadhabika na ni mpango wa Mungu awe na wake mbili? Ghadhabu inatoka wapi? Na ameitishwa tu watoto. Si angesema sawa niko tayari. Mbona naghadhabika? Unajua naongea na wana matengenezo ambao watafuatilia hii sermon. Kuna watu wako na tabia mbaya. Wanaanza kusema wana matengenezo sisi, ati sasa sisi tunakubali wakewe. Sisi hatuko pamoja hapo. Ukirudi katika kitabu cha Exodus 21, Mungu anakuja kuweka masharti, maana Mungu anajaribu kulinda Israeli. Anaweka sharia. Maana anaona watu wame go out of the way. Watu wameanza kuwa na wakewe na kumeanza kuwa na conflict katika familia, na nimewaonyesha inabidi Mungu aweke sheria za kudhibiti hiyo maneno. Si kwamba ilikuwa ni mpango wake. Ndio naona watu wengine wakisoma maandiko mahali Mungu anadhibiti mambo ya ndoa nyingi wanasema ni Mungu alikubali. Mungu alikuwa anaweka sheria za kudhibiti for the good of those people. Mungu wako anataka kuwaacha, lakini alikuwa anaweka sheria za kuwadhibiti wao na wake zao. Maana tayari walitoka katika utaratibu wa Biblia na utaratibu wa Mungu. Exodus 21 verse 10 mfano. Hii inasema hivi, kwamba ajitwalia mke mwingine kama mtu kama nitampatia. Hebu so hiyo verse ni mzuri. Hebu anzia verse 9. Verse 9 inasema kwamba ampaza mwanawe. Okay sawa. 10 sasa soma. Sasa soma tu 10 usijali. Na 9. Soma tu 10. Okay, sawa. Kwamba ajitwalia mke mwingine, kama atajitwalia mke mwingine, na maandiko yanasema mke mwema hutoka kwa Mungu. Kwa ni nani anafaa kupeana mke mwema? Lakini maandiko yanasema Mungu anasema kama mtu atajitwalia mke mwingine, kama atajitwalia kinyume cha mpango wangu. Endelea. Chakula chake huyo na nguo zake na ngono yake ndio hata mpunguzia. Endelea. Inaendelea kusema kwamba hamfanyii mambo haya matatu, ndipo atatoka aende bure pasipo kutolewa mali. Unajua watu wanasomanga hiyo andiko wanafikiria Mungu alikubaliana mpango wa wake wengi. Mungu alikuwa anaweka measures ili kwamba Israeli iweze kulindwa. Kumbuka that was the territory where the holy seed shall come from. Hata ukirudi usome Leviticus hapo chapter 18 verses number 18, nenda nikuonyeshe. Leviticus chapter 18 verse 18. Na wauliza, Yakobo alioa madada? Did Jacob marry sisters? Yes. Si ndio? Aya, Leviticus 18 verse 18. Hii inasema hivi, wala usitoe mwanamke pamoja na nduguye. Usitoe mwanamke pamoja na dada. Kiswahili Kiingereza kinasema a man must not marry a woman and her sister. Neither shall thou take a wife to her sister. Unaona? Kwa nini Mungu anaweka hizo measures? Anataka watu wajikumbushe historia ya nani? Ya Yakobo. Ilikuwa blanda. Mungu anaweka sheria. A man shall not take a woman together with her sister. Alafu unakuta ndume nyingine 2026. Mimi nimeoa mapacha. Hadi za Yakobo direct. God did not sanction polygamy. Ukirudi katika Spirit of Prophecy, ukisoma kitabu kinaitwa 1 BC 1095.5 Bible Commentary Volume 1 1 BC, all is well? Amen. 1 BC 1095.5 mali naanza na Laban. 1 BC 1095.5 inasema nini? 1095.5 Aya, soma. Hii inasema hivi, twende. Laban understood the wrong of polygamy. Laban understood the wrong of polygamy. Laban understood the wrong of polygamy. Alielewa mabaya ya polygamy. Although it was alone through his artificial that Jacob artifice, ujanja.
ilikuwa ni kupitia ujanja wake that Jacob had taken 2 wives. Ilikuwa kupitia ujanja wa nani? Wa Labani. Kwa hivyo ni Mungu alimpatia Yakobo wanawake 2, si ndio? Hapana. Ilikuwa ni ujanja wa Laban. Ingawaje alielewa mabaya ama athari za kuwa na wake wawili ama wengi. Endelea. He well knew that it was jealousy of Leah and Rachel. Alijua ya kwamba ni jealousy, ni wivu kati ya hao madada wawili. That led them to give her maids to Jacob. Ilikuwa ni wivu. Wakatoa wajakazi wao wapeane kwa Yakobo ili watoto wengine wazali. Hata yeye alijua ni wivu ya wamama. Which confused the family relation. It confused the family relation. The family relation. And increased what? The unhappiness of who? Of his daughters. Kumbe hawa wasichana wote they were very unhappy. Kwanza confused. Walikuwa confused and they were much unhappy. Halafu leo unasikia mwingine anasema hata Yakobo alikuwa na wake wengi. Wapi? Hizi vitu ni vizuri tuziweke vizuri. Niko karibu kumaliza. Ukisoma kitabu cha 3SG 104.2 soma nione mahali naachia. 3SG Spiritual Gifts Volume 3 page 104 paragraph number 2. Page 104 paragraph number 2 inasemaje? Alafu ndio tukuja saa 9 tutaanza kuangalia. Leo kuna watu wanakosana na wake zao, anaenda kuchukua mwanamke mwingine na bado anakaa kwa kanisa. Sisi ni wana matengenezo. Unatengeneza nini? Si utafute njia ya kuunganishwa na mke wako. Si utafute watu ambao watawazungumzia. Bwana Yesu asifiwe. Biblia haijakubali. Wana matengenezo hatukubali mambo ya mwanaume kuenda kuchukua mwanamke mwingine, hatujakubali. Hata kama mume wako si mwana matengenezo, kaa na yeye. Biblia haijaruhusu muache kwa sababu ya imani. Mlioana kama nyinyi wawili sio watu wa Simalizie sentence. Kama nyinyi wawili sio watu wa imani. Imani, kaeni. Hakupigi. Hakuzuii kwenda kwenye imani. Mtii, huyo ni mume wako. Ile siku Mungu ataona, ajiungamanishe na wana matengenezo atakuja. Lakini kabla haja kuja, usimdharau, ni mume wako. Ni mume wako. Usimdharau, ni mume wako. Ni mke wako, usimlazimishe. Kuna quotation moja nitasoma baadaye. Inasema chanzo cha ugomvi mwingi katika ndoa za leo ni mwanaume analazimisha mwanamke kufanya vile anataka. Achana naye na uhuru wake, usimlazimishe. Fundisha yeye, muelekeze, omba, usimlazimishe. Kama kuna nuru hajaona, achana naye. Kuna nukuu katika Adventist Home nilisoma nikiwa CBD, nikaelezea wanaume usimlazimishe. Wanategemea imani ulio nayo. Inamaanisha wewe uwe mfano kwa hiyo nyumba. Kusema njia ndiyo hii, fuata, usilazimisha, yeye atakuja mwenyewe. Lakini ukileta kulazimisha, hakuna kitu atawahi kushika. Na hakuna siku atakuamini, na hakuna siku atakuheshimu. Na ndiyo chanzo cha migogoro nyingi katika familia na ndoa ambazo zipo. Kumbuka nimechezea juu tu, soma usikie. Inasema hivi, if God had sanctioned polygamy, kama Mungu alikubaliana na polygamy, he would not have thus directed Abraham to send away Hagar. Hange mkubali Ibrahim amfukuze Hajiri her son na kijana yake. He would teach a lesson, angefundisha lesson pale in this, katika jambo hilo, that the rights of happiness of the marriage relations are ever respected, are to be ever respected. Unaona, Mungu angemfukuza, angemwambia Ibrahimu fukuza, angefundisha lesson pale ya kwamba ndoa iheshimike, asitoke kwa ndoa. Kama Mungu alikubaliana na ndoa ya wake wawili, angemwambia Ibrahimu fukuza yule mjakazi. Kwani Mungu ajui ni mke wake? Anasema fukuza. Hakuwa anajua? Kwani Mungu anaweza sema fukuza mke wako? Alisahau. Mungu hawezi kusema, lakini kwa sababu Mungu anajua huo si mpango wake na tayari kuna vurugu kwa ile familia, akakubaliana na Sarai, fukuza. Ndio kuwe na amani kwa ile familia. Maliza statement ya hujasoma mpaka mwisho mzee. Inasema hivi, twende.
and guarded even at a great sacrifice. Mungu alilinda familia. Sarah was the first and only true wife of Abraham. Umesikia wewe mwanaume? Sarah was the first and only true wife of Abraham. Wacha kutisha watu wati uko na wake tatu. Yule wa kwanza ni mke wako. Hao wengine wajipange mahali wataenda. Naongea hivi kwa sababu ninajua Kenye anasema. Wewe mwana matengenezo mwenye umekuja na kichwa ngumu ukao wengine wawili. Yule wa kwanza ndio tunajua sisi kama kanisa. Hao wengine sisi tunajua ni usinifu umefanya. Yule Daudi akasema mwingine hata asiingie kwenye ushirika wa kanisa, tumwache na hapo. Hatumfukuzi. Lakini we are not inviting him katika ushirika wa kanisa. Na kama ataingia mbinguni ajue njia ile atapitia yeye without the fellowship of. Hiyo ndio nukuu ya mwisho nitasoma nikimaliza. Maliza hiyo haraka haraka. Inaendelea na kusema, inasemaje? She was entitled to rights. Mwanamke wa kwanza Sarai was entitled to all the rights as a wife and mother, as a wife and mother, which no other could have in the family. Unaona, which no other could have in that family. She reverenced him as husband. She reverenced Abraham as her husband, calling him Lord. Akamuita my Lord. But she was jealousy. But she was jealousy. But she was jealous lest his affection should be defined by others. Unaona, Sarai ndiye alikuwa legal wife na alikuwa jealous. Wewe unaona mwanamke mmoja amefumaniwa hapa town na wanawake wengine amepigwa kamwagiliwa acid. Ukianza kufuatilia investigation unakuta ni yule mke wa kwanza amepanga hiyo njama. Wamemtandika ile hujawahi ona. Kwa nini? Jealous. Biblia inasema tamaa yako itakuwa juu ya nani? Hako jealous. Hapo nasema wewe unafaa kuishi na mke mwenza. Mke mwenza nini? Hapo itabidi majiesi wana kambi kwa hiyo nyumba. Lazima moto. Lazima ulipe GSU na jima moto hapo, maana wewe utakuwa utaumwa na kichwa. Ukirudi kwa nyumba kitu cha kwanza ni makesi zinawekwa kwako. Unaanza kusuluhisha makesi za wanawake vile wamepigana. Nani wako? Na huyu alinipiga, niliona akitembea akiniangalia na macho baya, hata ile nguo nilikufulia alirudi akaiweka kwake. Kwa nini anaiweka? Paka unajishika hivi. Huyu anaongea pande hii, anaongea pande hii. Inabidi unagonga meza hata na sauti kubwa. Haya, nyamazeni niwapange, nyamazeni niwapange. Unakaa kama makanga kwa matatu. Hati wanyamaze ufanye nini? Haya, nisikizeni basi niwapangeni wake zangu. Muhammad alijaribu. Katika Qur'ani sura 66 inasema wake zake walimsumbua mpaka akakufa. Sio Hadija, sio Aisha, sio nani, alikuwa na wengi. Ni makesi. Unaingia kwa nyumba hata maji ya ukunywi kwa amani, unapiga siku moja kesi zimefika. Na sio za wanawake tu, hata watoto wao wamekuja na makesi. Kwa nini umelipia huyu fee na hujamaliza ya huyu? Wamekuletea wote. Kwa nini umelipia huyu na umemaliza na huyu hujamlipia? Na uko na watoto 14, utaanzia wapi? Mwingine anasema si unajua mimi ni tajiri nitalipia wote. Na amani hata usiku wa ulali. Utaanza kwa nyumba gani? Kitambo asubuhi ifike umechoka hata hujalala. Mambo mengine hata nisiongee hapa. Soma nukuu ya mwisho nitoke hapa. Achana na hiyo, tushamaliza. Soma hiyo iko na point. Iko na point Usitoe kwenye screen Wesley. Haya, soma tusikie point. God did not rebuke Sarah. Mungu hakumpinga Sarai kwa kumwambia Ibrahimu fukuza Hajiri. For the cause he pursued. Kwa hiyo kitu ambacho walifanya. Abraham was reproved. Ibrahimu ndiye aliyefanywa nini? Alirekebishwa na tukio hilo. Kwa nini ulileta mwanamke mwingine kinyume cha mpango wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Umemaliza Imeisha. Haya, ya mwisho. Nitasoma alafu nimalize dakika moja tu, sitachukua muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Amina.
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hiyo ni part 1. Nikirudi part 2 kuna mambo tutajadili alafu hata nyinyi mtachangia hiyo mada. Wesley, wapi quotation zetu za TSB? Ziweke, ichague. TSB ni kitabu kinaitwa Testimonies on Sexual Behaviors, si ndio? I'm only reading 1. Na sijakuja hata kwa Solomon, sijakuja kwa wengine. Hizo tutakuja kujijengea hoja saa 8. Tuangalie kama Mungu alikuwa katika mpango huo tangia mwanzo. TSB 248.4. Weka hiyo. TSB 284. Elijah uko kwenye TSB 248.4. TSB. Umeona hiyo? TSB 2, have you seen it? Yeah. 248.4. Haya, soma usikie. Those who break the 7th commandment, sikiliza wewe, wale wanaovunja amri ya 7 should be suspended. Rudia. Those who break the 7th commandment, wale wanaovunja amri ya 7 should be suspended from the church. Wanafaa kuondolewa kwenye ushirika wa kanisa. Endelea. And not have its fellowship. They should not have its fellowship. Endelea. Nor the privileges of the house of God. Endelea. Say the angel. Ni malaika alisema. This is not a sin of ignorance. Hii si dhambi ya ignorance atilishtukia. It's a knowing sin. It is a knowing sin. Ni kitu ambacho unafanya ukijua. Endelea. And we receive the awful visitation of God. Whether he who commits be old or young. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Anasema those who break the 7th commandment, the 7th must be separated from the fellowship of the church. Anasema this is not a sin of ignorance. Kwa hivyo sisi kama wana matengenezo ni part 1. Wale ambao mnatufuatilia kwenye mitandao, tutatangaza msimamo wetu jioni tukimaliza. Ili kanisa lote pia tutahusika kwenye kuchangia mada hiyo. Maana si mimi hapa, kuna wazee wa kanisa, hapa kuna watu ambao wamesoma Biblia na roho nabii. Ni vizuri tutangaze msimamo wetu sisi wana matengenezo, na tuwahimize watu wakae katika njia ya kweli. Na pia tutazungumza na vijana, maana mada hii ni kubwa. Kwa hiyo maandiko yanatuambia tudumu katika imani na tuipiganie imani. Hatupiganii tu mambo ya utatu ni mbaya. Tusimamisheni nguzo za imani. Ya kwanza ni familia. Wacha tuonekane sisi wana matengenezo ndio tunatetea hiyo. Tuko pamoja? Wacha tuonekane sisi wana matengenezo ndio tuna campaign. One man, one woman. The family is a divine institution. Ni jambo ambalo ni la kiungu. Wacha heshima hiyo ikae hapo. Amina? Amen. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Iwe nawe pia. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu umetubariki na neno lako pamoja na wote ambao wamefuatilia kwenye mitandao katika sehemu hiyo ya kwanza. Tunaendelea kujifundisha na tunaendelea kuomba utujalie neema ili kwamba tuweze kufanya mapenzi yako kipindi cha mwisho, historia ya dunia inapofungwa. Tusije tukaingia kwenye mitego ya mwovu shetani. Tunaomba utuepushe na mitego yake. Saidia kila moja, wale ambao wameingia katika mitego waweze kutubu. Na tuweze sote kwa pamoja kurejea na kuliita jina lako, ili kwamba kazi yako iweze kuendelea bila mpingamizi, bila vikwazo. Asante kwa awamu ya kwanza tuliyomalizia hapo. Pigania kila mmoja wetu, tushindanie. Malaika zako wazidi kutusaidia katika imani na katika njia ya imani iliyo sahihi tuweze kuifuata. Bariki kila mmoja wetu pamoja na wote waliofuatilia ujumbe huo katika maeneo mbalimbali. Neema yako itutoshe, mapenzi yako yakitimizwa. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amina.